Mtazamaji wa Jambo TV, karibu katika matangazo yetu. Leo tutakuwa na katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya. Kwa majina naitwa Kevin Ndabira. Tutakuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Ndugu yangu, karibu sana. Asante kaka. Asante sana. Ni muda mrefu kidogo umepita tangu tumezungumza kipindi kile cha uchaguzi mara ya kwanza ndani ya chama. Kwanza hongera kwa majukumu ambayo unayafanya. Asante ndugu yangu. Asante, tunashukuru Mungu, na wewe hongera kwa kuendelea kupasha Watanzania habari. Asante sana. Tunashukuru kwa niaba ya ofisi ya Jambo TV. Asante. Mtazamaji anatamani kujua majina yako. Asante kaka. Ndugu watazamaji na Watanzania kwa ujumla wake, kwa majina yangu naitwa Hamadi Mbeyare, katibu wa Chadema mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa Katibu, tumetoka kwenye uchaguzi kama chama, na baada ya uchaguzi mmekuja na slogan ya no reform no election. Pengine kwa upande wako hii slogan wewe umeipokeaje? Hii ni sio tu mimi, kila Mtanzania mwenye akili sawasawa, hata bila kujalisha vyama vyetu, anapaswa kuipokea. Anapaswa kuipokea kwa sababu ina mantiki ya kuleta thamani ya mpiga kura. Ndio maana ya halisi ya slogan hii, kwamba sisi Chadema tunakusudia kura ya kila mmoja iwe na thamani, kwamba yeyote mpiga kura kimchagua John, walio wengi wakimchagua John, tunataka tume imtangaze John na sio Japhet. Kwa hiyo tunataka kuweka thamani ya kura ya Mtanzania. Kwa hiyo ni slogan moja nzuri sana, kwa sababu ya mapito ambayo tumeyapitia, kwa sababu ya chaguzi ambazo tumezifanya. Tumefanya chaguzi za hovyo sana. Sasa hatutaki kurudi kule kuchagua viongozi kwa kutumia damu za watu. Mnaenda mnapata mwenyekiti lakini mmezika wengine chini. Mnapata kitongoji lakini mmeumizwa hata wengine mikono, wengine wamevunjwa, wengine marehemu. Sasa hicho ndio hatutamani. Tunataka kura ya Mtanzania ipewe thamani yake. Ninyi kama chama, kwa sababu hili linaonekana kila mtu anavuta upande wake. No reform no election. Tafsiri yake ni kwamba Chadema hamtashiriki uchaguzi au mtashiriki, lakini pengine hili mtazamaji anatamani kujua. Amefafanua mara kadhaa sana mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Ngwai Lissu. Na ni neno ni la kawaida kabisa. No reform maana yake kama hakuna changes, mabadiliko yoyote kwenye transformation za sheria za kikanuni za uchaguzi. Ndio maana yake kama hakuna hizo. Nini sasa kifanyike? Inasema no election. No election maana yake uchaguzi usifanyike. Sio tusishiriki. No, hatujazungumzia kwenye kuparticipate sisi kwenye kuparticipate tutaparticipate. Tunazungumzia kwenye kuto kufanyika kabisa. Kwa hiyo maana ya slogan hii ni kwamba sisi tunafanya maandalizi yote ambayo yanakusudiwa ya uchaguzi yanayokusudiwa, ikiwemo kuwaandaa Watanzania na umma wa Tanzania kudai thamani ya kura yake. Sasa kama wenzetu wakiendelea kushupaza shingo kama ambavyo wanashupaza leo, kazi ya kila Mtanzania, kazi ya kila mpiga kura, anastahili akazuie uchaguzi usifanyike eneo hilo. Chadema hatutochagua, CCM hawatachagua, wasio na vyama hawatachagua, hatachagua yeyote. Sio hatutashiriki, tutashiriki. Nyinyi mmejiandaaje hususan upande wa umma, kwamba umma umepokeaje hili jambo? Hii slogan umma umeipokea? Umma unapokea, na sisi kama viongozi wa vyama vya kisiasa, kila mmoja kwa ngazi yake. Nafikiri sasa nitumie pia fursa hii kuwaomba viongozi wenzangu wa ngazi za chini, kuanzia wilaya, ngazi za majimbo, ngazi za kata, matawi na misingi ya mkoa wote wa Mbeya na maeneo mengine ya Watanzania wote, kila mmoja kuipa kipaumbele thamani ya kura yake. Tunapozungumzia hatusemi Chadema tu ishinde, tunataka hata CCM. Chadema mfano tunaongoza nchi, tumeshika dola, ameshinda mtu wa CCM, ameshinda mtu wa ST, walio wengi kwenye hilo eneo wanaopaswa kumchagua wamemchagua. Tunataka wamtangaze yule, sio tu kwa sababu wamtangaze Chadema peke yake. Hiyo sio slogan ya Chadema. Kwa hiyo tunauandaa umma, kila mmoja kuona kura yake waipe thamani kama ambavyo inakusudiwa. Sio wewe unamchagua huyu kama nilivyosema mwanzo, mtu mwingine kwa sababu ya interest zake anataka mchagua huyu. Sisi tume uzoefu tu serikali za mitaa zilizopita hapa katikati.
Mtu ameshinda kabisa brother, wamejaza fomu, ameshinda kabisa, wamemtangaza, ameondoka nyumbani, kesho anakuta fomu ile ya matokeo pale ukutani imebanduliwa inasema tulikosea. Wamebandika wenyewe, wameweka nyingine. Sasa haya mambo ndo hatuyataki. Tunataka akishinda John apewe John, akishinda fulani apewe huyo aliyeshinda bila kujalisha, kwa sababu watu ndio waliomchagua huyo mtu. Kwa mazingira ya kawaida. Kwa mazingira ya kawaida. Unauona umma huu, unaiona hii Tanzania kwa maana ya wananchi wakishiriki kwa 100% kwa sababu Watanzania yani ni kama wanakata tamaa. Ukweli ni kwamba tunahitaji nguvu ya ziada, sio lele mama. Na sisi tunapotangaza, hatukutangaza kwamba itakuwa rahisi. Tulitangaza kwamba ni heri, kwa sababu yale magumu yote tumekwisha kuyapitia. Kwa sababu hata tusipokwenda kusimamisha hichi ambacho tunakisema, hata ukisema ufanye uchaguzi ukawaacha wanavyo, bado watakuua. Kwa sababu tumeshazika kwenye hii kauli mbiu ambayo tulikuwa tunazitumia zingine za kawaida. Nje ya hii tuna watu tumewafukia chini, tuna watu wamevunjika, tuna watu ni walemavu, tuna watu wako mahakamani, kuna watu wamepewa makesi yote. Sasa tuna kipi cha kuogopa tena? Kama mimi nafikiri kitu cha mwisho cha kutisha ni kifo cha mtu, kuondoa uhai. Sasa hicho Chadema tumeshakipitia kwenye engo mbalimbali bila hata hii ambayo tunaisema. Sasa tuna sababu gani ya kurudi nyuma? Ni waombe wa Tanzania mabadiliko ni gharama. Mabadiliko ni wito, na sio lazima yakaanza na watu wote. Sisi ambao tuko tayari tutaenda barabara. Kumekuwa na kauli tofauti. Kumekuwa na kauli tofauti kwamba baadhi yenu ni kama viongozi, lakini pia na wale wanaofikiria kugombea. Na hili nafikiri Mheshimiwa Lissu amesema mara kadhaa kwamba watu wanaona ni kama wanaenda kuipa nafasi CCM zaidi. Ni kama no reform no election, lakini watu ni kama wameingiwa na uoga hivi. Kwamba sasa kwa mazingira haya naendaje kupambana kujenga chama pamoja na mambo mengine, lakini huku sitaenda kushiriki. Yes. Na nafikiri hata wewe hili umeliona. Nafikiri ni mawazo ya kila mmoja ambavyo anaweza kafikiri. Mheshimiwa Tundu Lissu na kamati kuu hakuna mahala wamesema hatutoshiriki uchaguzi. Tumesema transformation isipofanyika hatutoruhusu uchaguzi ukaendelea kwenye hilo eneo. Haya si yapo na umeyasikia wewe mwenyewe binafsi? Yapo, nimeyasikia. Lakini mimi nilichoelewa kwa upande wangu ni kwamba maandalizi yote yanaendelea. Mfano sasa, tumesema umekata tamaa. Umesema kwa sababu hatuendi kushiriki uchaguzi, maana yake hutakuwa tayari kuambia watu, hutakuwa tayari kuandaa wagombea, maana yake hutakuwa nao, si uendi kushiriki. Hao ambao tunawadai hizi transformation wenye mamlaka, kuanzia tume, kuanzia serikali na watu wote ambao wanahusika, tukaingia kwenye kurekebisha hivyo ambavyo tunavihitaji. Aiza mwezi Agosti vimerekebishwa na sisi hatukujiandaa. Tafsiri yake ni kwamba unaweza kuingia na mkapigwa. Yes, sasa hujafanya maandalizi, unategemeaje? No research. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ni muhimu hii elimu ikafika maeneo husika. Ni sahihi au watu wakapata elimu hiki undani zaidi. Kabisa. Na mimi ninafikiri niombe. Sio tu kuanzia ngazi za mikoa, hata sisi wenyewe uelewa tunatofautiana. Nafikiri kuna haja, na nafikiri ni program ya kitaifa. Kwa nilichokuwa nakisikia, pamoja na kwamba sio taarifa rasmi, viongozi wa kitaifa wanashuka kuja kutusaidia kueleza umma wa Tanzania nini maana ya no reform no election. Iko mimi kwangu nilivyomuelewa Mheshimiwa Tundu Lissu na watu wengine ambao unaofuatilia, wale ambao naamini hawa ndo icon yangu, mimi nafikiri wako sawa. Ni kwamba sisi tunaendelea na maandalizi mengine. Ndio maana kazi ya ujenzi wa chama haijasimama. Sasa tunaendeleaje kujenga chama ili hali sisi tunaona huko hakuna mafanikio? Kwa hiyo sisi tunaendelea kujenga chama, tunaendelea kuandaa Watanzania, tunaendelea kuandaa umma. Wewe ukishakuwa kwenye kata yako ina wakazi 5,000, unaamini Chadema mko 3,000, 4,000, mnashindwaje kuwasitisha hawa 1,000? Mnashindwaje? Wakati usipotekelezeka, maana yake nini? Sisi hatukuandaa umma kwa ajili ya hiyo. Lakini tukiandaa umma na kila Mtanzania kuthamini kula yake, nafikiri hilo linawezekana. Linawezekana, na mbona mataifa mengine yameweza? Why sisi?
na sio mataifa mengine tu yameweza. Hata huku kwenye chaguzi za serikali za mitaa humu ndani ya Chadema, pamoja na mahangaiko na mateso ambayo tumeyapitia, tuna wenzetu walikomaa, wametangazwa. Si wametangazwa katikati hao wametangazwa, wapo. Kwa hiyo nafikiri tukiamua kila mmoja kibeba thamani ya kitu hii ambayo tunataka isiwe ya siku moja, iwe endelevu hata kwa vizazi vijavyo, ili linawezekana. Nguvu ya umma ni kubwa. Chadema mmekuwa mkishiriki chaguzi mbalimbali. Ni sahihi. Tangu 2015, 2020 pamoja na yote yaliyotokea. Sana sana tujikite zaidi kwenye 2015, 2014 ambapo kimsingi tunaweza tukasema Chadema ilishiriki uchaguzi. Kuna maeneo mlishinda. Unafikiri pengine ni kwa nini wakati ule na sio sasa? Pamoja na kwamba wakati ule tulikuwa tunataka hizi transformation zifanyike. Hatujaanza jana wala Lissu hajaanza leo. Zimeanza muda mrefu. Lakini angalau kwenye kipindi kile, enzi hizo, maana yake unazungumzia enzi za utawala wa Kikwete. Rais wa enzi hizo, kipindi hicho, pamoja na kwamba yalikuwepo kuminyana, uwizi wa pale na pale kwa ajili ya kuiba kura, lakini hatukuwa na mauaji kama ambavyo yamekisiri kuanzia awamu ya 5 na awamu ya 6 pindi chaguzi zinapofanyika. Pindi chaguzi zinapofanyika mateso yameongezeka. Kipindi cha Magufuli, kama utakumbuka, kwenye uchaguzi wake tulikuwa na kesi zaidi ya 400, watu wote wako ndani kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Wote wako huko ndani. Watu wakaanza kubambikiziwa makesi, tumezika watu wengi, ndio utekaji ukashamiri mpaka hivi tunavyozungumza leo. Watu wanazidi kupotea leo, kesho. Sasa tuna uhalali upi wa kuendelea kuwa wapole ama kunyamaza, ili hali hata tukinyamaza bado watu wetu wanapokutika? Ili hali hata tukitulia saa hizi tuko hapa, unashangaa kesho wanakuambia huyu hayupo, yule hayupo. Soka alikuwa anafanya hivi. Na bahati mbaya sisi ambao tunashinda kwenye hizi media, wakati mwingine utafikiri tunajikaanga bla. Unaweza ukasikia kesho huyu hayupo. Huyu atakayeinua tu, anatumia haki yake ya kikatiba kuzungumza, kuelimisha umma, huyo ni adui. Sasa hatuwezi kuendelea kwenye mazingira kama hayo. Hatuwezi. Lazima ifike mahala tuseme sasa yatosha. Nafikiri ndo wakati wa sasa. Wakati umekuwa ukishiriki kwenye vikao mbalimbali vinavyohusiana na masuala ya kiserikali, na kama nitakuwa sawa sawa, juzi ulikuwa kwenye kikao kimoja DCC. Yes. Na katika kikao kile kuna vitu kadhaa ambavyo nilisikia vikizungumzwa, ikiwemo ugawaji wa majimbo. Na nilipata kujua kwamba jimbo la Mbeya mjini na jimbo la Mbeya vijijini linaweza likagawanywa. Pengine kwa faida ya mtazamaji, ni vigezo vipi ambavyo wanavitumia ili angalau waweze kugawa jimbo? Asante ndugu yangu mtangazaji wa Jambo TV kwa kufuatilia. Mmekuwa mkifanya hivi mara zote na nafikiri niwapongeze sana. Nifikishie pia na salamu kwa mkurugenzi, mmekuwa watu wa kuhabarisha umma. Nikiri wazi kwamba juzi palikuwa na kikao cha DCC kwa maana ya District Council Committee, kikao ambacho ni cha wadau mbalimbali, cha ushauri wa mwisho kwenye vile vikao vya ngazi ya halmashauri huku chini. Ukianza na vikao vya wataalamu wenyewe, kikao kingine kinachotambulika hapa katikati ni baraza la madiwani. Kishatoka hapo kuna kikao sasa cha juu yake ambacho ndo final kwenye ngazi hiyo, ambacho kinaitwa DCC, ambacho na mimi nilishiriki. Na nilishiriki sio kwamba nilikuwa ni mjumbe, ila nilikuwa ni moja ya waalikwa. Ninafikiri waliona kuna mchango fulani wakanialika. Na mimi niwapongeze walionialika. Kwa hiyo nimeandika historia hiyo ya kushiriki kwenye hicho kikao muhimu sana. Nafikiri mimi kwangu nimeona ni kikao muhimu. Sio kwamba mimi vikao vyote nashiriki. Mimi huwa sishiriki vikao vyote vya kiserikali. Hapana. Nashiriki vikao ambavyo nafikiri vinaweza vikazaa matunda kwa wananchi. Sio vikao vyote. Mimi sio mtu wa kushiriki vikao kwa sababu ya posho. Ni mtu wa kushiriki vikao kwa sababu ya agenda mahususi. Hata waliponialika niliwauliza tunakwenda kufanya nini? Agenda ya kikao ni nini? Barua ikanieleza agenda ya kikao, na uzuri ilikuwa moja kugawa jimbo labda vijijini, mapendekezo. Nikamwambia hii na sisi kama Chadema tumekuwa tukiipigania wakati wote. Sasa kama imekuja ni muda mwafaka,
wacha na mimi nikajoin na wenzangu, na bahati nzuri tulikwenda tukafanya jambo ambapo tutaeleza umma wa Tanzania kwa ufupi angalau kuelewa nini wanasema. Kwenye vigezo ambavyo vinahitajika vya kugawa jimbo lolote lile, kutokana na barua ya tume yenyewe ambao ndio wenye mandate ya mwisho ya kuidhinisha jimbo, wakishachakata vile vigezo ndio wanapeleka kule. Hivyo vigezo waliainisha vigezo 10 ambavyo vigezo 10 hivyo Mbeya vijijini nilipoipima, niliona kati ya vigezo kuanzia 70-80 tunakizi vizuri kabisa. Na kwa nini Mbeya vijijini na sio eneo lingine? Nazungumza sasa kwa sababu nilishiriki kwenye hichi kikao. Lakini hata ukiniambia kwenye jimbo jingine, mfano mapendekezo mengine ambayo kwenye mkoa wangu wa Mbeya, takriban majimbo 3 yote tumeomba yagawanywe, ikiwemo na jiji la Mbeya ambapo nalo tayari council imeshakaa, DCC nayo ya Mbeya imekaa jana, ambapo pia wamekubaliana kupendekeza hilo jiji kutoa majimbo mawili kwa maana Mbeya mjini pamoja na jimbo jipya la Uyole. Lakini tuna Rungwe pia nao wamefanya huo mchakato, na hapa ambapo nilishiriki hapa sio kwa bahati mbaya, sio tu kwamba ni kwa sababu ya kiongozi. Nilishiriki hapa kwa sababu ya mimi ni mwenyeji wa jimbo hili. Mimi natokea Ilembo Umalira ambayo ni moja ya kata ya jimbo hili. Kwa hiyo kuna vigezo 10. Mosi, kuna kigezo cha idadi ya watu. Tumeainisha ni watu wangapi kwenda huko wanahitaji kwenda ili wapatiwe jimbo. Lakini sio kigezo hicho tu ndio kinaweza kikakupa uhalali wa kupata jimbo. Pana vitu vingine ambavyo vingine, kigezo kingine ni hali ya uchumi, kwamba makusanyo ya mapato, vyanzo vya mapato tuna vitokaje, ili jimbo linaweza likakusanya mapato yake ya ndani. Kabla tuende Mbeya kwenye idadi ya watu, pengine unahitaji idadi ya watu kwenye idadi ya watu ambayo wameiainisha wao. Kama kigezo ni idadi ya watu, vingine vyote viko sawa sawa, ila nyie mnataka kugawa kwa sababu ya idadi ya watu peke yake. Wamesema kwenye mazingira ya mijini wanahitaji waanze watu 600 kwenda juu. Lakini kwa mazingira ya vijijini watu 400 kwenda juu. Hiyo ndio vipaumbele vya tume yenyewe. Kwa lugha nyepesi, hata kama unaweza kama umekizi vigezo lakini usipate hiyo jimbo ambalo unalitaka. Yes, kwamba unaweza kama umekizi hapa lakini vigezo huku vinakufelisha. Yes. Kingine ni hali ya kiuchumi kwa maana ya ukusanyaji wa mapato, vyanzo vya mapato vikoje, ili hilo angalau hilo jimbo lisiwe tu tegemezi kwa serikali kuu, angalau vile vidogo liwe na uwezo wa kuafua. Yes. Jambo lingine ni ukubwa wa eneo, kilomita za mraba. Linazingatiwa sana. Mfano jimbo letu ambalo mimi nilikuwepo kwenye hicho kikao, tuna kilomita brother za mraba 2432 kilomita za mraba. Sasa huo umbali, hiyo jiografia yake kaka, majimbo kama tu Dar es Salaam tunaingia twingi tu. Sasa ndio hivyo vigezo ambavyo sisi vilitufanya tuende hapo. Lakini kuna mipaka yake, mipaka ya jimbo ambavyo ipo, kwa sababu wakati wa kugawa jimbo, moja ya kigezo kingine ni kwamba halmashauri moja isivuke halmashauri nyingine ili kwenda kuipata halmashauri ya mwanzo ile. Sasa jimbo letu ili uende kwenye ile tarafa ya Tembera unapaswa uvuke Mbeya mjini ndio uende kuifikia huko. Sasa wakati wa vigezo vya ugawaji ni moja ya kitu ambacho hakitakiwi. Kinataka ile ya vijijini iweze kujisimamia yenyewe. Kabla hatujaenda mbele Mheshimiwa Katibu, kwenye kipato, kwenye mapato hapa. Ndiyo. Mapato yanatakiwa yafikie kiwango gani? Kwenye mapato halisia nafikiri ni kwanza wanaangalia sasa ni uwezo wa watu wenyewe. Kwa hiyo nafikiri kila jimbo lina makisio yake. Makadirio yake ni asante sana. Lina makadirio yake, kwa sababu makadirio, jimbo lenye watu 100,000 uwezo kulinganisha na jimbo lenye watu 500,000. Nafikiri yanaenda hivyo, lakini kwa Mbeya vijijini naona tunaongezeka makusanyo ya mapato. Naona tulikuwa na bilioni 6 na kidogo, sasa tutakuwa tunaitafuta bilioni 8 na kadhalika huko mbele. Jambo jingine ni mpangilio wa makazi ya watu. Sisi kwenye kilomita zote hizo ambazo tumezitamka hapa 2000 na kitu, zote zina makazi ya watu. Sio kwamba mengine ni mapori, zingine ni mbuga.
zote hizo zina watu. Sasa kaangalie na idadi ya watu wenyewe wako wangapi na kwa nini wamechukua hilo eneo kubwa, manake wako scattered sana. Mwingine anapatikana hapa, mwingine pale, mwingine pale. Kwa hiyo namna ya kuafford huduma ni changamoto. Jambo lingine ni la kiserikali, hili sio la kwetu huku, ni uwezo wa ukumbi wa bunge. Kwa sababu unapoongeza majimbo manake kuna wabunge pia wanaongezeka. Kwa hiyo moja ya kigezo wanaangalia pia na ukumbi wa bunge letu. Ukumbi wa bunge unataka kumaanisha ukumbi wa bunge kwa maana ya bunge lenyewe Dodoma lina uwezo wa kuafford au watu tunaongeza wa majimbo mengine 100 maana yake watu humu ndani 100 wanaingia. Wakiwa wengi zaidi hapana. Sasa uone kama utawanyima wananchi sasa. Ni moja ya kigezo, manake wasubiri tupanue bunge letu kule ile jengo tulipanue liwe sawa sawa. Na wananchi wanaendelea kupata changamoto. Na sasa hata ukienda kule bado wabunge watapata changamoto. Nafikiri lakini ni hoja ambayo mimi kwangu sisi yaiwekea sana. Jambo lingine ni upatikanaji wa mawasiliano. Na kwenye jimbo letu mawasiliano imekuwa ni changamoto vile kwenye baadhi ya maeneo. Upatikanaji wa mawasiliano kwa maana mawasiliano yako mengi. Ni pamoja na usafirishaji, mawasiliano kabisa haya ya simu, mawasiliano ya kiafya nini. Ndio kama hivyo jiografia, kata kijiji kimoja kipo huku, makao makuu yake ya kata yapo eneo la umbali sana. Jambo lingine ni hali ya kijiografia. Lingine ni hali ya mipaka ya hilo jimbo. Sisi jimbo letu linapakana, ukija mkoa wa Mbeya linapakana na wilaya zote kasoro Kyela kama sijakosea. Kasoro Kyela pekee yake. Ukienda huku Ileje tunapakana na mkoa wa Songwe vile. Ukienda kule upande wa Umalila vile. Ukienda zile kata za Ikukwa, Mjere, zile Rwanjiro na Ihango ni Chunya. Kule Chunya huku jimbo la Songwe kwa Mrugo. Ukija upande huu huku ni Mbarali. Yes, unanikumbusha ni Mbarali. Ninapakana na Mbarali kule kata zile za Inyara. Na ukija hapa katikati hapa kata za Iunga Mapinduzi hapa zinapakana na Rungu. Hivi ndio vingine haipakani na Makete. Inapakana na Makete kwa ile kata ya Irungu. Kwa hiyo unaona hilo jimbo sasa ikipakana na Makete Sindayani inapakana na mkoa wa Njombe. Sasa unaona hilo jimbo namna ambavyo lipo. Kwa hiyo hivyo ni moja ya vigezo ambavyo tulizingatia. Na ni kweli ni kwamba kati ya vigezo vyote nilivyovisema hapa, ukija kwenye jimbo letu na wewe hata kama sio mwenyeji, hata mtu mwingine anaweza kaona tunapungukiwa na vigezo vichache sana. Kama sio kimoja, mimi naona nafikiri kati ya kimoja ama viwili sana. Vingine ambavyo sio vya uwezo wetu hapa nimevisemea hivyo vya bunge ambavyo tathmini itafanyika kwenye vikao vingine vya ukojo. Pengine Mheshimiwa Katibu, kwa faida ya mtazamaji, ni vitu gani ambavyo kiuchumi, kijamii, pamoja na kisiasa, ni namna gani wananchi wanaenda kufaidika na mgawanyo, au ni kivipi wananchi wanafaidika na pale ambapo jimbo linakuwa limegawanywa? Mosi, hata kabla sijafika hapo niombe DCC wamemaliza kwa kiwango, kwa level ya utawala wao. Hicho kikao ambacho tulikaa, sasa yale mapendekezo yanaenda kwenye RCC regional ya mkoa ambao pia yanaenda kujadiliwa pale. Yakitoka pale ndo yaende TAMISEMI kwenyewe, yaende tume kwenyewe. Kwa hiyo ni waombe wale wanaohusika kuanzia mkoa, watu wa RCC waone haya mapendekezo kwa jicho jingine, waipe kipaumbele ili jimbo kwa namna ambavyo lipo. Kama kweli dhamira yetu na lengo letu ni kupeleka maendeleo kwa wananchi wetu, waliangalie sana ili jimbo. Tusiingize usiasa hapa katikati, kwa sababu watu wajanja hawa wakiona ili jimbo ukigawa wanaweza wakaingiliwa, ni kama hawapitipiti hivi. Kuna namna wanafanyaga ujanja. Wakiona ili jimbo ni kama la kwao, ndio unaweza kukuta umepeleka kimaumbele hata ambalo sio first class ya watu, jambo ambalo sio sawa sawa. Kwa hiyo ikishapita pale ndio iende pale. Kwa hiyo tuombe mamlaka zinazohusika kuanzia tume. Ili jimbo halina mjadala. Ndio jimbo lina vitongoji vingi Tanzania. Ili jimbo vitongoji 903. 903. Na hata unapoligawa hivi haina maana kwamba kuna jimbo ambalo litabaki ni dogo, bado panahitaji pia kugawa ili jimbo kabisa.
licha ya kuomba kugawanya, lakini bado kwa hii miaka mingine 2-3 tutaomba. Na moja ya mawazo nilitoa, na nafikiri vikao vinavyohusika viliangalia na hili, ni kupandisha hadhi mji mdogo wa Mbalizi. Kwanza waipe hadhi ya kuwa mji kamili, ili mwisho wa siku, kwa sababu ikiwa mji kamili manake itakuwa na utawala wake hapa ambao kwa asilimia kubwa utajiendesha kwa watu wengi walioko hapa. Hapa tuna watu zaidi ya 55,000 kwa kata moja. Kwani Mbalizi sio mji mdogo? Ni mji mdogo ambao hujakamilika. Ukisema hujakamilika na maana upo kwenye matazamio. Kwa maana wewe mji mdogo manake tuna halmashauri ya mji mdogo. Tuna mbunge hapa mji mdogo. Tunataka mji mdogo wenye hadhi kama zilivyo Tunduma. Kwenye idadi ya kwenye idadi, kwa mfano kama umezungumzia majimbo mawili, kwa maana kugawanya Mbeya vijijini iwe majimbo mawili, kwa maana ya jimbo la Mbalizi halafu na jimbo la Mbeya wilaya ya Mbeya, kwa sababu tunataka iwe halmashauri ambayo iwe na mkuu wake wa wilaya ajitegemee, na vile vile Mbeya mjini kwenye mapendekezo yenu sasa. Yes, hii ya wananchi na sio ya kwetu. Mnawakilisha. Sawa, tubaki hapa kwenye hii idadi ya kwenye jimbo la Mbeya, kwenye jimbo la Mbalizi, kwenye mgawanyo wa hizi kata zilikuwa zimewekwa kwa namna ipi? Nifikiri kwa kuwa barua ya tume ilikuja mahususi kwa ajili ya mgawanyo wa jimbo. Nafikiri tujikite hapo kwamba jimbo letu limegawanywa. Tuna mapendekezo yaliyopelekwa yamegawanywa. Sasa almost unapogawanya jimbo, maana yake huku chini kuna neema itashuka, kutakuwa na mgawanyo wa kata, kutakuwa na mgawanyo wa vijiji pia. Kama ni kubadili ukiwa mji mdogo, maana yake itakuwa ni mitaa. Kwenye huo mgawanyo ambao unausema hapa, na kwenye hicho kikao ambacho wewe ulishiriki, ni miongoni kwamba kwenye hizo kata ambazo unasema ni neema inaweza ikashuka, ninyi hamkupendekeza kwamba mgawanyo wa hizo kata? Ajenda mahususi ambayo inatakiwa iandikwe, ipelekwe, ni mgawanyo wa jimbo. Kwenye mgawanyo wa jimbo lazima kuwe na zile kata ambazo tumeweka kata mama. Kata mama. Hizo ndio wilaya ya Mbeya ina kata 10 ambayo inachukua eneo la tarafa ya Tembela na lina kilomita za mraba 1212. Ambayo ndo wilaya mama, ile itabaki wilaya mama. Jimbo jipya ni jimbo la Mbalizi ambalo linabaki na kata 18. Kata 18 kata mama. Kata 18. Na vitongoji vyake zaidi ya 500 ambazo kwa makadirio sasa hamjaweka kwamba ina kilomita ngapi za mraba. Inazo ni nusu, tumegawa 1212 na 12 na kule 1212 tumegawa kutoka kwenye jimbo mama, kwenye jimbo mama. Kwa hiyo tunabaki na kilomita za mraba ambazo zinafanana sawa na kule, japo huku kata zinaongezeka, zinabaki kata 18 mama, ambazo pia ndani yake huku jimbo la Mbalizi na wilaya Mbeya pia huku kwenye kata hizi kuna paswa kuzalishwa kata zingine. Tuna kata kubwa blaza haijawahi. Kama moja ya vigezo ni kuto kugawa jimbo kuvuka halmashauri nyingine ili ulipate jimbo mama. Lakini sisi tuna kata nyingi tu za kutosha ambazo unavuka kata moja alafu naenda kuipata kata mama. Kwa maana yes, mfano ni hapa tu Mbalizi tulipo. Ile kata Utengule Songo. Barabara hii ndo mpaka wake. Ukutengule Songo huko Nsalala. Ukishamaliza hii Nsalala ukavuka huo mto kule ng'ambo. Kule kuna vijiji 5 vya Idugumbi, Hombe, Iwala. Vyote ni vya kata ya Utengule Songo. Yaani unatoka Utengule Songo, unavuka Nsalala kata nzima, alafu unaenda tena Utengule Songo. Yaani kata ya huku inapatikana huku. Inapatikana hapa katikati pana kata nyingine. Yes. Pakubwa kabisa. Nenda kaangalie ilivyokaa kata ya Msheo. Kuna kijiji kipo huku chini kinaitwa Ilota. Ili yule mwananchi wa Ilota aende apate huduma kwenye kata yake ya Msheo, anapaswa avuke Sarara, avuke hapa Utengule Songo, apige kona, aende round about tena, arudi akatafute mahitaji kule. Sasa hii itakuwa so kupeleka maendeleo kwa wananchi. Kwenye faida za kiuchumi, pindi jimbo linapogawanywa, mtazamaji anatamani kujua ni zipi faida zake kiuchumi. Natamani kujua hicho. Asante. Mimi nafikiri kwanza ni waombe wana Mbeya vijijini wote. Ili jambo kila mmoja apaze sauti.
wale wanaoomba kila mmoja kwa imani yake aombe ili haya na kilio cha muda mrefu kiweze kutatuliwa. Ili jimbo blaza ilikuwa kuna wabunge ambao tunao wakati mwingine ndio tunawaraumu, ukweli ni kwamba hawazunguki, lakini kulifikia kwa level tu ya vijiji, ina vijiji 140. Ukianza kutembea ili jimbo litakutumia takriban miezi ya kutosha kabisa. Kila siku unaenda, lina 900 vitongoji na 3. Litakutaka utumie miaka 3 unatembelea ndio umalize vitongoji vyako. Na hapo hujaanza hujaanza kupeleka yes. Sasa hayo hizo huduma, hayo maendeleo, kuna mahali kwingine unaweza ukasema, lakini ukweli ni kwamba hata Njeza kuna mahali kwingine hajawahi kugusa kabisa. Yaani hawajuagi hata sura ya Njeza. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunamlaumu bure au mnaweza sio kumlaumu bure, tunataka si afike kila kitongoji, lakini afike angalau kwa kiwango chake hata kwenye hizi kata. Sasa hata tu kwenye kata hawafiki. Lakini amekuwa akiendelea na ziara zake. Anaendelea nazo baada ya nini? Si tunaenda kwenye uchaguzi. Kwa uchaguzi umemleta. Tulikuwa kwenye sasa tupo kwenye faida za kiuza. Kwa hiyo naomba sana kila mmoja aombe, watumishi wa Mungu waombe ili angalau lengo la wanambea vijijini lifike. Mimi naomba nizigawe faida chache sana kwenye makundi yote matatu. Faida za kiuchumi, faida za kisiasa pamoja na kijamii. Faida za kiuchumi ambazo tunaweza tukapata unapoongeza jimbo, kuna nafuu pia ya kuongezeka kwa kata huku chini. Kuna nafuu pia ya kuongezeka miradi mingine yoyote. Hata hizi barabara zinapoongezeka za kata, maana yake ili utoke kata A kwenda kata B patahitaji pawe na barabara ya kuunganisha ambayo lazima tu itengenezwe. Kuna barabara zinatengenezwa kwa lazima. Sio tu kwamba watu wana kipaumbele, yani imetengenezwa ni lazima ingetengeneza, kama ambavyo ipo barabara kuu leo hapa ya Tazam. Si ya Tazam ya kwenda lango la Tunduma kwenda nchi zingine. Mtu anakwambia hapa, anakwambia nimetengeneza barabara. Kaka, hii itakiwa utengeneze tu kwa lazima. Kuna namna ya kufanya. Kwa hiyo zipo barabara zitatengenezwa. Lakini vyanzo vya uchumi, kwa mfano jimbo la Mbalizi tuna barabara moja ina ya Shigamba Umalira, kutoka Shigamba ya Mbalizi mpaka Shigamba ya Umalira. Kwa msingi huu nataka kuniambia hii ni barabara lazima itatengenezwa kwa namna hiyo. Kwa watu wetu walivyo za kwao ambazo ni mahususi za kwao kabisa wao watengeneza. Nataka kumaanisha nini? Kwa sababu ukiniambia saa hizi kwa sababu wakigawa ndio watatengeneza, aiza alikuwa na barabara nyingi, utajiuliza Njeza ametengeneza ipi? Utakuta hakuna. Sasa kama hakuna, pengine alikuwa anashindwa kwa sababu jimbo ni kubwa. Alipotengeneza sasa kwamba aseme labda nilitengeneza kule, nilianza hapa, sasa zile kwa sababu kule nimeachana nako nitaelekeza nguvu hapa. Wapi wanatengeneza? Ndio jimbo ambalo halina barabara hata moja hii. Yara. Wapo tu kwenye utenguzi ya kanisa. Hata moja yani iko wapi? Barabara. Sio tu vipisi mtu ambacho tumeenda halmashauri imeona wametengeneza kutoka Zedi kwenda halmashauri pale ni kwa ajili ya mkurugenzi na mkuu wa wilaya kama naenda ofisini kwake. Kwa hiyo hiyo ni vipaumbele tu vya mtu, lakini hatuwezi tukachukulia kama ndo hoja. Kwa hiyo vyanzo vya uchumi kama barabara hizo zinaweza zikatengenezwa kweli, maana yake hata uzalishaji utaongezeka, mbao gharama zitapanda, maparachichi yatapanda, pareto zitapanda. Kwa hiyo kila mmoja kuna hali ya uchumi itaongezeka. Kisha ongezeka hata huko kuna masoko yatafunguliwa kwa sababu kutakuwa na kaushindani fulani. Hii kata isogee hapa, hii kata iende hapa. Hizo ni faida za moja kwa moja za kiuchumi ambazo tunaweza tukazipata. Lakini yanapokuwa inatokea kata, hata maeneo hayo maendeleo huwa yanaenda kwa sababu kwenye kata patakuwa na watumishi wengi wa kutosha. Kwenye kata patakuwa na hawa, patakuwa na watendaji, patakuwa na nini. Kwa hiyo hata biashara ndogo ndogo za maeneo yale zitazalishwa, zitaibuliwa. Kwenye kila eneo zikishaibuliwa, uchumi na kipato cha moja zitaenda. Mwisho wa siku mapato, kodi yataongezeka, kuna masoko yatajengwa, kuna magulio yataongezeka kwa sababu kumekuwa na mkusanyiko wa watu, lakini hata population ya watu itaongezeka kwa sababu hiyo eneo pana mwendelezo wa maendeleo fulani lazima yaonekane. Hizo ni faida za kiuchumi. Kija kwenye faida za kisiasa. Za kisiasa, mwanasiasa moja kwa moja namrahisishia kwa sababu pana tu vyao tutaongezeka. Hasa za ubunge. Lakini sio tu za ubunge, hata ajira zitaongezeka. Maana yake ukiwa na kata
patakuwa na mtendaji wa kata, patakuwa na mheshimiwa diwani, patakuwa na watumishi pale kwenye kata. Kwa hiyo manake mule ndani watu wataongezeka. Lakini faida nyingine ya mwanasiasa, unapompunguzia eneo, manake unampa room ya kukutana na watu kwa muda mfupi sasa. Kama alikuwa umemtolea, alikuwa na vitongoji 900, umemtolea 400, vimebaki 500, manake kuna room imesaidia kumpunguzia. Hizo ni faida za kisiasa. Kwa pamoja na sisi tutayafikia maeneo mengi zaidi. Sisi kwenye hili jimbo kuyafikia hivyo vitongoji vyote ilikuwa ni kazi ngumu kabisa. Kazi ngumu kuzifikia mote, lakini bado utakuta unalalamika. Lakini pamoja na hayo ninafikiri na kila sababu mimi ya kujipongeza. Ili jimbo limelivurunda sana. Wewe binafsi mimi binafsi nimelikanyaga kwamba utaniambia najua hili jimbo na kona zake. Najua. Hata Njeza hapa akija hapa kwenye namuelekeza kabisa. Nafikiri kuna cha kujifunza. Nimekanyaga zaidi ya yeye. Hizo ni faida za kisiasa. Faida za kijamii nyingi zaidi. Na lengo la mgawanyo wa hizi kata, hata sisi kelele zetu ilikuwa ni kusukuma na kupeleka maendeleo karibu na wananchi, kupeleka huduma karibu na wananchi. Hiyo ndio dhamira kubwa. Pamoja na mengine hayo yanapandikishwa, lakini dhamira kubwa, mlaji wa mwisho ni mwananchi mwenyewe. Unapopeleka kule huduma za kijamii zitaongezeka kwa lazima, kwa sababu unapogawa jimbo maana yake kuna kata zitaongezeka, kuna vijiji vitaongezeka, kuna vitongoji vitaongezeka. Kama kata itaongezeka, maana yake kuna kituo cha afya kinapaswa kijengwe, kwa sababu sera ya afya inakwambia kila penye kata pana haja ya kuwa na kituo cha afya, kila penye kijiji pana haja ya kuwa na zahanati, kila kwenye kijiji pana haja ya kuwa na shule ya msingi, kila kwenye kata pana haja ya kuwa na shule ya sekondari. Maana yake nini? Tutapunguza hata watoto wetu umbali mrefu wa kwenda kusoma. Irembo, mfano Irembo, kata Irembo na vijiji 10. Watoto wanaenda kusoma pale. Mtoto anatoka mwaka 6, anatoka Isiase kule. Sasa kukiwa na kata hizo ya Mwala, sekondari itajengwa nyingine Mwala. Kuna kituo cha afya kitajengwa kingine Mwala. Hicho kuna zahanati zitajengwa kwenye vijiji ambavyo vitazalishwa vingine. Kwa hiyo hizo ni faida za moja kwa moja za huduma za kijamii zitashuka kule, lakini hata watendaji na wafanyakazi wa serikali watasogea zaidi kwenye maeneo ya watu, kwa sababu kilomita za mraba haziongezeki, ni zile zile. Eneo haliongezeki. Zaidi linabaki kuboreshwa. Kwa hiyo kuna huduma lukuki ambazo tutazipata za kijamii. Mtazamaji, ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya. Kwa kumaliza, neno lako moja kwa Watanzania. Neno langu kwa Watanzania, kwanza nianze na ambayo ndo ajenda kubwa ambayo hii ya kugawanya kwa majimbo. Niombe vyombo vinavyohusika vichukulie ajenda hii muhimu kwa sababu ya manufaa ya wananchi, sio kwa sababu ya interest za vyeo. Tusiende kupendekeza maeneo ili tu kujimegea kaeneo kako ujitengenezee ufarume wako. Kwa katengeneze, kagawe ili kupeleka huduma kwa wananchi zaidi. Hiyo ndio kipaumbele chetu cha kwanza. Na mamlaka zinazohusika ziliangalia ili kutatua matatizo ya wananchi. Hii ndio kigezo kikubwa natakiwa sisi sote tuimbe huu wimbo. Neno langu ambalo naweza kuambia Watanzania kwamba sasa Watanzania kila mmoja wetu afike mahala aone hii nchi ni ya kwake, aone hii nchi ni yetu sote. Tuna kundi hapa limeweka kwamba lenyewe ndo hii nchi ndo ya kwao, sisi wengine ni kama wasindikizaji. Hii sio sawa. Hii nchi ni yetu wote. Sisi Chadema tunapigania kushika dola, sio kwa sababu tukawaongoze watu wa aidha Malawi au wa Kenya. Malengo yetu ni kuboresha na kuwaletea Watanzania maendeleo. Tuna rasilimali za kila aina, tuna madini ya kila aina, tuna migodi ya kila aina, tuna mbuga za kila aina, bandari zimo, hizi ndo zinauzwa, mbuga zinauzwa. Watanzania tumekaa tumetulia. Hata Mwenyezi Mungu anatushangaa, na sio Mungu, hata shetani anatushangaa. Tumezaliwa kwenye nchi ya neema, ina maji, ina ardhi, tunashindwa kuitumia. Ninafikiri ni wakati sasa kila Mtanzania aamuke kumekucha. Nafikiri ndio hiyo kauli. Aamuke kumekucha. Kukisha kucha, kwa desturi mimi nafikiri kila mmoja anapaswa kuwa macho na aamuka endelee na majukumu. Sasa sisi
tunaendelea kulala ili hali kumekucha. Minofu inasombwa, madini yanaenda, tunanufaisha wachache. Tutadaiwa na vizazi vijavyo. Nikushukuru sana Mheshimiwa Katibu. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante. Mtazamaji, nilikuwa na katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ndugu yangu Hamadi Mbea. Ni kushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Majina yangu naitwa Kevin Dabira. Endelea kutufuatilia Jambo TV.